Karibuni sana katika kipindi chetu cha 100 People Corner. Leo tutakuwa na mada nzuri sana. Inasema jamii na msamiati wa single mother. Jamii na msamiati wa single mother. Tunasema hapo mwanzoni kabisa kuwa tuna msamiati wa young mothers, yani wamama wadogo au young fathers. Wale wamama wadogo ni wale mabinti ambao walikuwa wamepata ujauzito, labda alikuwa yuko shuleni mdogo, unajua furukushani hizo za makuzi, ya malezi, peer pressure, binti akapata mimba, akazaa, labda kuwa ni mwanafunzi, basi anaitwa young mother, ni mama ambaye ni mdogo, hajafikia ule umri wa kuolewa au ule umri wa kuoa kwa wale wavulana. Baada ya hapo kuna neno wanasema single mother. Maana yake ni mama anayelea mtoto mwenyewe. Na nitaka jamii tujue kabisa single mother labda wako aina gani. Single mother tunasema yule mama ambao saa nyingine mama amefiwa na mume wake, ameachwa, analea mtoto mwenyewe, au mama alikuwa amezalishwa, labda alikuwa anasoma wakati yuko chuo, ni mama mkubwa lakini, au ni binti ameshakuwa umri wa kuoa kuolewa, lakini akazaa, lakini yule mwanamume hakumuoa. Kwa akabaki labda na mtoto, akaenda kulea mtoto wake. Au wengine wanawake wengine au mama wengine wameachwa na waume zao. Kwa hiyo kwa mtu alikuwa ameolewa, akaachwa, akabaki kulea wale watoto. Na sijui kwa upande mwingine kama kuna single father, labda kuna baba pia ambao nao wako hivyo, ambao kwenye jamii nafikiri wapo, lakini wachache labda ambao ameachwa, au ambao pia wapo ambao wamefiwa na wake zao, wakabaki kulea wale watoto wenyewe. Umeona au ambao wameachwa na wake zao wanaitwa ni single father au single parent. Lakini nataka kuangalia sasa hivi kwa dunia sasa hivi ilivyo. Unaota binti yeye amefikia umri wa kuoa au kuolewa. Binti kabisa, wala hana hitilafu yoyote. Yeye anasema hataki kuolewa ila anataka kuwa na mtoto. Tukiangalia katika uumbaji, Mungu alipomweka Adamu na Hawa, alisema hawa wawili wakazae na kuongezeka. Maana yake kupitia ndoa, kuwe na ndoa. Lakini unaona sasa hivi jamii au vijana wa binti wanasema wanataka kuzaa lakini hawataki kuolewa. Sasa basi, huyu binti anataka kuzaa, hataki kuolewa, anaenda kuzaa na nani? Kwa sababu angekuwa anazaa na kijana ambaye hajaoa, atasema basi nimezaa naye, basi nitaolewa naye. Au anasema anazaa na yule kijana lakini anambia mimi sitaki unioe, nataka tunizae nipate mtoto. Na sasa ingine jamii tunaangalia jambo tukaliona kama la kawaida sana. Lakini hili jambo ambalo pia linakwenda kuharibu namna ya ule uumbaji wa Mungu alivyotaka. Kwa nini nasema hivyo? Ikiwa Mungu aliona kwamba Adamu akae na Hawa, alafu waanzishe familia pamoja, wao mke na mume, huyu ambaye anasema anataka kuzaa pasipokuwa na mume, anaenda kuzaa na nani? Jamii tujiulize hapo tu. Wewe ambaye mwanandoa ujiulize hapo. Au wewe ni mzazi unataka una binti yako, una kijana wako ambaye anakuletea story kama hiyo, unajaribu kuangalia anazaa na nani? Zamani tulipotoka enzi hizo, ulikuwa binti akipata ujauzito unaambiwa huyo mimba ni ya nani, na mpaka unaenda kuonyesha yule kijana anaitwa na analazimishwa anakuoa, au inakuwa lazima muoane. Lakini siku hizi binti anazaje kwa mama yake, anaambia na ujauzito, mama anaambia sasa kijana nani, anaambia mama mimi sitaki kuolewa, nataka tukuzaa. Sasa wazazi saa nyingine lazima tuangalie, tuwe makini sana. Nataka tukuzaa, anazaa na nani? Kama kule ameamua kupata ujauzito, kuna namna, kuna kijana aliye naye. Kwa lazima jamii ijue huyo anayezaa na huyu binti yangu au kijana wangu amesema anataka tu kupata mtoto, lakini huyu binti hatumuone hapa nyumbani, ni nani? Wakati mwingine mara nyingi unakuta ni waume za watu. Sasa binti anatoka, ana uwezo kuolewa, kijana ana uwezo kuoa, lakini anataka kujiattach kwenye ndoa ya mtu ili apate mtoto. Wazazi wanandoa, hilo ni jambo la kiungu. Kwa sababu ukiangalia hata kuzaliwa kwa Yesu alikuwa Mariamu alikuwa na mchumba wake ambaye alikuwa ni Yusufu.
Lakini neno la Mungu linasema kwamba alipokuwa ameshamposa, lakini akamwona na ujauzito, akasema hii ni zali, ngoja nimwache kwa siri. Kwa sababu kwenye jamii ile ilikuwa binti hawezi kupata mimba bila kuwa na mume. Lakini malaika akaja akamwambia Yusufu, usimwache huyu Mariamu, kwa sababu mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Usimwache. Alimwambia usimwache. Sio Mariamu ana mimba ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Alimwambia usimwache. Kwa nini? Ili Yusufu aendelee kuwa baba kwa Yesu kwa habari ya kibinadamu. Maana Mungu aliona Yesu azaliwe mikononi mwa wazazi wa wandoa Yusufu na Mariamu. Hasa leo mabinti wanakuja wanasema tunataka watoto. Wanazaa na nani? Yusufu yuko wapi hapo kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo familia, kwenye hiyo mtoto? Kwa hiyo lazima jamii ijue kwamba kuna namna ambavyo shetani anataka kupotosha dunia, au anapotosha vijana wetu wa kike au wa kiume wasitaki kuolewa, kuoa, wakifikiri kwamba akipata mtoto ni sawa tu. Hapana, huyo mtoto atalelewaje? Sababu maliza ya mtoto mazuri ni ya baba na mama. Lakini pia tunasema kwamba ndoa inaita utambulisho. Unapokuwa umeolewa unatoa bibi fulani, bwana fulani. Hasa unataka uitwe mama fulani lakini huna ubibi. Yaani una mise, una ubibi. Hasa huyu mtoto atakuwa analelewa na mama tu au na baba tu. Tabia zake atajifunza zipi? Atakuwa na mama, atalelewa na mama yake, haoni baba karibu ambao analala naye kuamka naye. Halafu baadaye atakuwa na tabia za namna gani? Kesho atasema mimi sitaki kuolewa wala kuoa, kwa sababu ana tabia labda amedekezwa namna fulani na mama yake. Kwa hiyo anaona kwamba kwani kama sioni nafasi ya baba iko wapi hapa? Kwa hiyo tuna namna ambavyo tunachagiza familia au jamii yetu inaweza kukosa yale malezi ya baba na mama kwa watoto. Kwa hiyo unaposikia single mother, tafsiri au tafakari, huyu single mother anatokana na nini? Je, ameachwa na mume au amemfiwa na mume, au labda alizaa mapema hizo zamani hakujua imetokea hivyo? Lakini leo hii vijana wengi, na ndio wanapeana kama vile mkakati, wanapeana maneno na kupeana moyo kwamba wewe zaa tu bwana, baba mkolewa kwa nini? Lakini unazaa huyo mtoto anatuzwa na nani? Baba yake ni nani? Nafasi ile ya ubaba kwenye malezi inapwaya. Kwa ni rai kwa wanandoa yote, ni rai kwa jamii, wazazi, tuelimisha watoto wetu nini maana na faida ya ndoa. Nataka niongee na wewe binti ambao umefikia umri wa kuolewa, na wewe kijana ulifikia umri wa kuoa. Kuwa na ndoa ni jambo zuri sana. Tena ukiwa na ndoa, ukipata watoto wako ndani ya ndoa ni jambo zuri na utajivunia. Hii misamiati ya kusema kwamba nataka nizae mtoto, sitaki kuolewa, tuachane nayo, ni misamiati inayotupelekea kwenye majuto. Kwa sababu fikiria, kwa utapata mtoto, utakuwa na mtoto, utatamani siku moja utoke wewe na mume wako muende hata mahali na mtoto wenu. Unaenda kuchukua labda mume ambaye sasa hujaolewa naye au ni mume wa mtu. Unatokaje naye vipi? Saa nyingine kuna kujificha ficha, huna uhuru. Kwa nini usisubiri ukapata mume wako, ukaolewa? Au kijana unataka kwenda kutoka mahali na binti, wewe unatoka na mama fulani tu ambaye labda mama fulani kwa kificho ficho, wakati wewe ni kijana. Unatakuwa na binti yako na fiansi wako ambaye ni kijana kama wewe. Lakini pia angalia hata malezi ya mtoto. Ule mtoto uko naye peke yako, unamlea kama mama. Wakati sio kwamba ulishindwa kuolewa au umekosa mume, hapana. Umesema nataka nizae tu, sitaki kuolewa. Ni wapi katika neno la Mungu limesema mtu azae tu pasipo kuolewa? Inakuwa ni kama vile mtu kuna mgomba, mtu ameenda kujipachika mahali fulani ambapo hatakiwi. Kwa sababu nyingine tunafanya watoto wanakuwa na majuto. Kwa sababu mtoto anasema baba yuko wapi, hamuoni baba yake ambaye anaishi naye kila siku. Anamwona baba kwa kipindi tu. Hiyo tunafanya watoto tunakosea watoto. Kwa ni vyema sana wewe binti ambao umefikia umri wa kuoa au wa kuolewa au kuoa, usikimbilie kusema nazaa. Hata kama umri umekwenda, subiri kuna wakwako. Mungu alivyo ajabu, kila mtu amemwekea mtu wake.
Kama ingekuwa ni hawapo, angesema pale kwenye bustani ya Edeni, anasema huyu nimemwekea tu Adamu tu peke yake, hao wengine watajipachika kwa Adamu. Hapana, alisema atakuwa ni ubavu wako Adamu. Kwa kila mtu ana ubavu wake. Kijana ana ubavu wako, binti una ubavu wako. Kwa usikimbilie kwenda kwenye bavu za wengine, kwa sababu hiyo kwako sikiwe baraka pia, lakini haikupi amani, haikupi furaha. Wata binti mzuri kabisa, hana kasoro yoyote, anataka kupata mtoto aitwe mama, lakini hataki kuitwa Mrs. au bibi fulani. Au kijana ana umri wake kabisa kuoa, hataki kuitwa bwana, anataka kuendelea kuitwa kijana fulani. Hapana. Lakini pia nilikuwa na waasa wazazi vitu tukaangalia pia. Binti anakuja ni mjamzito, anakuambia mama na ujauzito. Unasema basi mwanangu tusubiri siku ya kujifungua. Baba yake yuko wapi? Nani anahusika na huu ujauzito? Na anatakiwa akuletee nyumbani kwako muone. Kwa sababu singeweza kuambia mjamzito kumbe yuko na mume wa mtu. Asa ni vizuri mzazi ukafuatilia, kwa sababu kwako wewe mzazi ukiacha ile jambo, leje kuwa majuto kwako, halikufurahishi. Tumesema ndoa, watu wakiona kuolewa wanaleta furaha kwenye ndoa. Yaani ulikuwa na binti yangu akiolewa au kijana wangu akiolewa, ni furaha kwenye ndoa. Asa kijana anakuja tu na mtoto, binti ana mtoto, baba yake. Kwa hiyo kwenye ndoa kunakuwa, kwenye familia kunakuwa na aina ya simanzi, aina ya haifurahishi. Kwa ni vizuri sana wazazi kufuatilia. Binti yako endea kumsita, mwanangu wewe ni vizuri ukaolewa. Binti yangu tulia. Na mimi kwa nasema na vijana wa kike. Unajua wewe peke yako una value mwenyewe. Hakuna atakaye kuthamini kama ujithamini. Na mara nyingi kwa sababu sasa hivi dunia imechafuka, wababa wanataka watembee na watoto wadogo, vijana wadogo. Mbaba miaka 50 anatembea na binti wa miaka 25 kama binti yake mtoto wake. Na ile laana nyingine hii tena. Sasa wewe baba unaenda kuharibu binti wa mtu. Unategemea huyu binti wako awaje? Ni binti wa mtu. Yaani baada ya kusema tulinde kizazi chetu, tulinde jamii yetu, unaenda kumharibu binti wa mtu. Au wewe mama unaenda kutembea na miaka 50, anatembea kijana wa miaka 20, 25. Unaharibu kijana wa mtu ambaye alikuwa baba wa kesho wa mtu fulani. Kwa lazima jamii kama jamii tujiangalie sisi wenyewe. Tabia zetu zifanye kuharibu jamii wala kuharibu watoto au vijana. Tabia zetu hiyo ni sababu ya kufanya vijana wako kwenye maadili. Jamii nzima iangalie namna ya kulea watoto wetu. Kijana wa kike usiangalie pesa. Pesa ni matokeo tu. Pesa hainunui utu wa mtu. Pesa hainunui uthamani wako. Uwe binti ni wa thamani. Ulivyo ni wa thamani. Kwa naambia mabinti ni bora ujitunze. Hata ukiwa na kijana kikuacha, ule ubinti wako unao. Ule kijana wa kiume ni bora ujitunze. Hata ukiwa na binti mkaachana, ule ujana wako unao. Usikubali kuwa kama sehemu ya mtu aje kupumzikia kwako. Hapana. Usikubali kuwa pumziko la mwanamume fulani aje kupumzikia kwako. Hapana. Binti usiwe pumziko la mwanamume fulani, kuwa pumziko yule ambaye Mungu amempa akuoe au olewe naye. Nasema kwa sababu gani? Kwa sababu nyingine binti wengine wanaingia pasipo kujua, kwa sababu ya pia pressure, marafiki, namna jamii inavyoongea, watu wanavyoongea, anaona hii ndio style ya maisha. Lakini style ya maisha ni wewe ukae na ndoa yako. Style nzuri ya maisha ni wewe ukae na mke wako. Style ya maisha ni kijana ukaoa na binti ukaolewa. Ndio style ya maisha.